Hebu tuzungumze kidogo kuhusiana na mahusiano. Tunapoingia kwenye mahusiano huwa tunataraji sana na starehe kuliko kitu kingine chochote. Lakini ukweli ni kwamba tunapotaraji starehe na kuna kitu tunakisahau. Kitu chenyewe si kingine bali hili ni kuunganisha kaya mbili na kuwa kitu kimoja. Kuunganisha familia mbili na kuwa kitu kimoja. Hapa namaanisha tunapokuwa tuna matamanio ya miili yetu ya kingono, tunasahau kwamba kuna kitu kinachoitwa ujauzito. Na ujauzito kwenye ngono sio bahati mbaya. Unapofanya ngono, kitu cha kwanza kinachotokea ni ujauzito. Ndio imeandikwa hivyo. Sasa inapotokea mtu kapata ujauzito, mmoja kati ya watu hawa anasema kwamba sikuwa tayari kuwa ni mzazi wa mtoto. Hapo ndipo tunapokosea wengi. Unapotaka kufanya ngono, lazima ujue kuna kitu kitatokea. Na kitu hicho si kingine, ni ujauzito. Hilo halipikiki, hilo halifichiki. Unapokuwa na mihemko ya ngono, basi elewa pia kuna ujauzito. Sasa na inapotokea ukapatikana ujauzito kwenye haya mahusiano, huyu mtoto atakayepatikana hapa anakosa haki zote za msingi kwa baba, kwa sababu mtoto amepatikana kwa njia ya zinaa. Mtoto anayepatikana kwa njia ya zinaa katika Uislamu, mtoto huyo kwa baba hana haki, na wala familia ya baba inatakiwa isimtambue mtoto. Anapoteza kila kitu kwa baba, anabakia kuwa ni mtoto wa upande mmoja tu, na upande huo ni upande wa mama yake. Sasa yasije haya yakatokea, ni vyema mkaoana kwanza, ili hata kapatikana mtoto awe mtoto ndani ya ndoa. Lakini haya ni makosa makubwa sana ambayo tukiyafanya wazazi wengi sana kwa watoto wetu. Na zinaa katika Uislamu ni chafu. Zinaa katika Uislamu ni haramu. Hivyo basi, asi mtoto wa zinaa, ni vyema vijana mnaotaka kuingia kwenye mahusiano, ni vyema mkaoana, na si tu kuzini. Nadhani itakuwa nimeeleweka.